Mange Kimambi pamoja na wachochezi wenzake wabaki na harufu ya aibu nyusoni mwao ni baada ya Watanzania kuonyesha kidole cha kati. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenya Scoop, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Miaka hivi karibuni imekuwa ya misukosuko mingi katika historia ya siasa za Tanzania, lakini kilichotokea tarehe 9 Disemba mwaka huu kiliacha alama ya mshangao, ukimya mzito wa taswira ya nchi iliyo kwenye taharuki ya kufikiria kuliko halisi. Siku iliyotangazwa na wanaharakati kama kilele cha maandamano makubwa ya kupinga utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan iliisha kuwa siku ya mitaa iliyotupu, maduka yaliyofungwa na raia waliojitenga ndani ya nyumba zao, kana kwamba taifa lilikuwa limeingia kwenye hali ya dharura isiyotangazwa. Wanaharakati waliokuwa wamehamasisha maandamano hayo wakajikuta wakibaki na fedheha baada ya matarajio yao kuyeyuka mbele ya upepo wa taharuki, hofu na hatua za serikali zilizozuia kabisa uwezekano wa umma kujitokeza barabarani. Kwa miezi kadhaa kabla ya tukio hilo, majukwaa ya mitandao ya kijamii yalikuwa yamefurika miito mikali ya maandamano. Majina ya Mange Kimambi, Maria Sarungi na wengine yaliyotamkwa kila mahali kama sura kuu ya msukumo upinzani mtandaoni. Walitumia vipaza sauti vyao kwenye mtandao kuwasilisha hoja za ukiukaji wa haki za binadamu, kukithiri kwa vitendo vya utekaji, misururu ya kesi za kisiasa na tuhuma za matumizi mabaya ya sheria. Walipanga Disemba 9, siku ya uhuru wa Tanzania, kuwa kilele cha maandamano ya kitaifa. Siku ambayo walitarajia vijana, wafanyabiashara, wanawake, wanafunzi na makundi ya kijamii kwa ujumla wangemiminika barabarani kuonyesha hasira zao dhidi ya kile walichokiita mjumuiko wa ukandamizaji wa kisiasa. Lakini taswira Disemba 9 ilikuwa tofauti kabisa. Badala ya mitaa kujaa kelele za umati, mjini kulikuwa na ukimya uliojaa wasiwasi, na badala ya mabango na makundi ulionekana doria nzito ya polisi zikipita mitaani kwa mwendo wa tahadhari, zikimaliza matumaini yoyote ya kujitokeza kwa maandamano. Hata maeneo ambayo kwa kawaida huwa na shughuli nyingi kama Kariakoo mjini Arusha, Mwanza na Mbeya yalibaki kimya kwamba raia waliamua kwa hiari yao kujifungia ndani, ingawa hali halisi ilionyesha kwamba uamuzi huo haukuwa wa hiari tu, bali wa hofu na masharti yalikuwa yametangazwa mapema. Tangu siku ya awali, serikali ya Tanzania ilikuwa imeshatoa angalizo kali kwa maneno yaliyotolewa na vyombo vya dola. Raia walihimiza kubaki manyumbani wakati taifa likisherehekea miaka kadhaa ya uhuru wake. Kauli hii ilifuata na taarifa nyingine iliyotolewa na ofisi ya ubalozi wa Kenya jijini Dar es Salaam, ikiwataka Wakenya wanaoishi nchini humo kutofanya harakati zozote zisizo za lazima, kuhakikisha wana mpango mbadala wa mawasiliano na kujikimu kwa chakula na mahitaji mengine ya msingi kabla ya siku ya maandamano yaliyokuwa yanatarajiwa. Tahadhari hizo mbili kutoka katika serikali na kutoka ubalozi zilitosha kuanzisha msongamano kwenye masoko na maduka makubwa. Usiku mmoja kabla tarehe hiyo, bidhaa zilinunuliwa kwa kasi sio ya kawaida. Watu walijaza magunia ya nafaka, maji, chakula cha watoto na mahitaji ya dharura, wakijiandaa kwa siku ambayo haikujulikana ingekuwaje. Badala ya hofu ya mapambano ya barabarani, kilichokuwepo ni hofu ya hatua za usalama, hasa baada ya kumbukumbu ya kile kilichotokea Oktoba tarehe 29 mwaka huu, bado kuwa mbichi katika akili za Watanzania wengi. Katika siku hiyo ya Oktoba, maandamano yaliyofanywa kwa kasi na nguvu na kizazi kipya maarufu kama Gen Z yaliachwa na alama ya machungu. Walijitokeza kupinga matokeo ya uchaguzi uliokuwa umechafuliwa na madai ya kuvurugwa kwa mchakato. Hata hivyo, kilichofuata kilikuwa ghasia, vurugu na matumizi ya nguvu kupita kiasi kutoka kwa vyombo vya usalama. Mwisho wa siku, taarifa za vifo vilivyotokea katika purukushani hizo ziliongeza hasira katika jamii, lakini pia kuanzisha hofu ambayo iliwafanya watu wengi kutafakari mara mbili kabla ya kushiriki maandamano mengine.
Wanaharakati walichagua Disemba 9 kwa imani kwamba hasira ya Wanatanzania ilikuwa imefikia kiwango cha kutoweza kuzuia. Walidhani siku ya uhuru ingewapa nguvu ya kiu ya mabadiliko, lakini serikali ilipoweka wazi kuwa maandamano hayo yalikuwa haramu, taswira Oktoba 29 ikarejea na mawimbi ya hofu yakawa makubwa zaidi kuliko miito ya uasi iliyokuwa imeenea mtandaoni. Zaidi ya hofu ya polisi na hatma ya usalama, kulikuwepo na pigo jingine kubwa kwa wanaharakati. Na kabla ya siku ya maandamano, serikali ya Tanzania ilikuwa imeandikia Meta, kampuni mama ya Facebook na Instagram, ikitaka kuzima akaunti za Mange Kimambi kwenye majukwaa yake. Ikatangaza kwamba kukiwa na uzembe kutoka kwa Meta, basi huenda serikali ikachukua hatua ya kufunga upatikanaji kwa majukwaa hayo ndani ya nchi ya Tanzania. Na bila shaka Meta ikachukua hatua na akaunti za Mange zilizokuwa na mamilioni ya wafuasi zikafungwa ghafla. Hatua hii ilipasua kiini cha mawasiliano cha wanaharakati, kile ambacho kwa kawaida kingekuwa njia ya kupeleka mwongozo wa dakika za mwisho kwa mamia ya maelfu ya Watanzania, kikanyamazishwa katika muda ambao haukuwa unafaa kabisa kwa harakati hizo. Na katika nchi ambapo mawasiliano mtandaoni yamekuwa mbadala wa vyombo vya habari vya kawaida, kuzimwa kwa jukwaa kubwa kama hilo kulikuwa pigo ambalo harakati hizo hazikuweza kuliziba. Kwa upande wa serikali, kilichotokea Disemba 9 kilionekana kama ushindi wa harakati zake dhidi ya kile kilichoitwa uchochezi na uvunjifu wa amani. Na kwa upande wa wanaharakati, ilikuwa fedheha isiyoweza kufichika, ni kama kutupiwa mayai mabovu machoni, wakibaki kutazama siku ilivyotangaza ama waliitangaza kwa mbwembwe, ikipita bila hata kivuli cha umati. Lakini simulizi ya Disemba 9 haiwezi kumalizika bila kuchunguza kile kilichoifanya Tanzania kufika hapa. Katika kipindi cha miaka 3 iliyopita, mjadala kuhusu uhuru wa kujieleza, matumizi ya nguvu, utekaji, ucheleweshaji wa haki mahakamani na kukamatwa kwa wapinzani umejengwa kwa kiini cha malalamiko mengi ya umma. Matukio kama kukamatwa kwa viongozi wa upinzani, kufungwa kwa mikutano ya kisiasa kwa muda mrefu, pamoja na misururu ya kesi zilizodaiwa kuwa na sura ya kisiasa, vimekuwa vikiibua maswali mengi ndani na nje ya Tanzania kuhusu mustakabali wa siasa za ushindani. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, Tanzania imekuwa ikionekana kama nchi iliyo na uwezo mkubwa wa kuwa kielelezo cha uthabiti. Lakini kuongezeka kwa malalamiko ya vijana, kasi ya mitandao ya kijamii na mabadiliko ya mienendo ya kisiasa ama siasa za dunia, hasa ongezeko la maandamano ya kizazi kipya katika nchi kama Kenya, Nigeria, Senegal na Afrika Kusini, kumeifanya Tanzania pia kuingia kwenye mduara wa majadiliano ya dunia kuhusu haki za kiraia. Hivyo kilichotokea Disemba 9 hakikuwa tu kukosekana kwa maandamano, bali kilikuwa kielelezo cha vita vya kimya kati ya nguvu ya dola na nguvu ya mitandao ya kijamii, na kati ya hofu na hasira, kati ya vizazi vya zamani vilivyoamini katika utulivu wa kizazi kipya kinachoamini katika uwajibikaji usiotetereka. Ni siku ambayo ilionyesha kwa uwazi namna mamlaka za serikali zinavyochukua hatua za mapema za kudhibiti uwezekano wowote wa machafuko, lakini pia siku iliyodhihirisha jinsi harakati za mtandaoni zinavyoweza kuzimwa kwa sekunde chache pindi jukwaa lake kuu likizimwa. Mwisho wa siku, wale waliotangaza maandamano walibaki wakijiuliza nini kilikwenda vibaya, lakini kwa miongoni mwa Watanzania wengi, jibu lilikuwa tayari limeandikwa katika kumbukumbu za Oktoba 29, katika sauti za tahadhari za ubalozi na katika mtiririko wa hatua za usalama zilizochukuliwa kabla Disemba 9 kutimia. Kile kilichobaki ni taswira ya nchi iliyojazwa na ukimya mzito, ambayo inaonyesha kwamba Tanzania leo iko kwenye mkondo mpana wa mabadiliko, mkondo ambao bado haujaamua upite njia gani. Ndio hayo tuliokuwa tumekuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine bila kupindisha. Zidi kuwa nasi kila wakati na kutupa support yako kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.